Mvutano wa kisiasa unaendelea kupamba moto kati ya Chama cha Mapinduzi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kufuatia mjadala wa kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Leo hii, katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Kenan Kiongosi amempuuza makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Bara John Heche akidai hana uelewa wa kutosha kuhusu masuala ya uchumi. Badala yake amemsifia Rupia akisema ana nafuu ya uelewa katika hoja za kiuchumi. Kauli hiyo imezidi kuchochea mjadala mkali wa kisiasa, huku wananchi wakifuatilia kwa ukaribu hoja za pande zote mbili kuhusiana na athari za kupanda kwa bei ya mafuta na hali ya uchumi nchini. Tazama kile ambacho alikiongea Kenan Kiongosi kuhusiana na kumtaka Heche kujielimisha zaidi, huku akisema kwamba hana uelewa wa kutosha kuhusiana na masuala ya kiuchumi. Na hii imekuja siku moja tu mara baada ya jana Heche kuzungumza akitaka serikali kutoa au kuondoa tozo zote zilizowekwa kwenye mafuta ili kupunguza athari kwa upande wa wananchi. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi. Lakini elimu ndogo ninayopenda kuitoa ni kwamba duniani kote hakuna serikali, hakuna chama cha siasa kinachoongoza serikali ambacho kinafurahia endapo kutakuwa na changamoto zinazowakumba wananchi. Changamoto hii ni ya kidunia, dunia nzima imeathirika na changamoto hii ya mafuta. Nchi mbalimbali mpaka zenye uwezo mkubwa zimepita katika msongo huu mkubwa wa mawazo. Sasa wajibu wetu kama Watanzania wa kwanza ni kuwa wa kweli, na zinapotokea changamoto tusibebe masuala ya siasa katika maisha ya watu. Jana kuna kiongozi amezungumza baadhi ya mambo ambayo pia hana uelewa nayo. Sasa mimi ninamtaka yeye ajielimishe zaidi, hasa katika mambo yanayohusu uchumi. Aujue uchumi, usiongee kitu kama ukifahamu. Kama hujui jambo, tafuta muda, soma, jifunze. Ukishapata uelewa sasa, toka kwenye umma, nenda ukaelezee nini serikali inapaswa kufanya. Lakini jambo la pili ninalotaka kulizungumza, Watanzania wanatambua kuwa dunia nzima mafuta yamepanda. Sasa changamoto inapotokea, tunaungana kuangalia namna bora ya kuweza kukabiliana na changamoto hiyo, na changamoto hiyo itatatuliwa na serikali yenyewe, kama ambavyo ilitatua changamoto za awali katika kipindi cha COVID. Wakati wa vita ya Urusi na Ukraine, ruzuku ilitolewa, na wakati huu tunaamini serikali itakwenda kuchukua hatua madhubuti za kuweza kusaidia. Baadhi wanasema tozo zipunguzwe, tozo zifutwe, zisiwepo. Nchi yoyote duniani inaendeshwa kwa kodi. Hakuna namna utaendesha taifa bila kukusanya kodi. Kodi hizo ndo zinasaidia barabara ziwepo, hospitali ziwepo, miundombinu ya reli iwepo. Kwa hiyo sisi tunachoshauri kama serikali ni kuangalia katika kipindi kifupi ni baadhi ya kodi zipi labda inaweza ikazipunguza, lakini wakati huo kutafuta solution ya kudumu kuweza kutatua changamoto hizi. Lakini huwezi ukasema unafuta ushuru kabisa, hapo ni kuwalaghai wa Tanzania. Hilo jambo hakuna nchi imewahi kufanya duniani. Lakini kwa kuwa viongozi na wanasiasa wanataka political mileage, basi yuko radhi adanganye, yuko radhi aongee uongo, yuko radhi apotoshe, ili mradi lengo lake liweze kutimia. Hivyo mimi ni muombe sana ndugu yangu na rafiki yangu sana Heche, amtumie zaidi mwenezi wake, ana maarifa makubwa yule binti Rupia, na ndiye msemaji wa chama kile. Atoke akaseme, sio yeye kusema kila wakati kama kiongozi mkuu wa chama chao. Nadhani wana mtu ambaye ana uwezo wa kufanya na ndilo jukumu lake, basi aende akatekeleze hilo jukumu. Yule dada yetu Rupia ana uwezo wa kusema mambo mengi, labda kama hawamuamini katika usemaji pengine inawezekana, lakini nadhani yeye ni kiongozi mkubwa. Huwezi kumwona mzee Wasira kila saa anaongea na vyombo vya habari, kwa sababu mifumo ya vyama lazima iheshimiwe. Kwa hiyo ndugu yangu Heche ajielimishe, ajue mambo ya uchumi, mambo ya dunia, asiwe anaongea bila kuwa na takwimu, bila kuwa na data, na asiongee kwa upotoshaji. Taifa kwa kipindi hiki linahitaji umoja, linahitaji mshikamano, linahitaji upendo, linahitaji kutafuta namna bora ya kutatua changamoto tulizo nazo. Lakini nampongeza pia ndugu Heche kwa kutambua kwamba kuna serikali, na ameomba serikali ichukue hatua, na serikali sikivu ya CCM itachukua hatua hizo bila kusita.
Jambo lingine ambalo ninapenda kusema kwenu waandishi wa habari, wakati mwingine baadhi ya watu wanasema wanahitaji uhuru wa maoni, na serikali imekuwa ikiheshimu uhuru wa wananchi kutoa maoni. Sasa watu wanashindwa kutofautisha uhuru wa maoni na uhuru wa matusi, ni vitu viwili tofauti. Kuna baadhi ya wenzetu matusi kwao ni uhuru wa maoni, kitu ambacho sio sawa. Sasa lazima uhuru wa maoni uheshimiwe, lakini ule uhuru wa kutukana viongozi, kudhalilisha utu wa watu wengine, kutukana taifa lako na kukejeli, nadhani ule sio uhuru mzuri. Sisi kama viongozi wa vyama vyote vya siasa tuelimishe maadili mazuri kwa vijana, kwa wananchi wetu, ili taifa ambalo tuliachiwa na waasisi wetu, wazee wetu, wazidi kujivunia kwamba ni taifa bora. Lakini jambo lingine, Chama cha Mapinduzi kitaendelea kusimamia misingi ya amani, umoja, upendo na mshikamano katika taifa letu. Na ndio maana mara zote tumekuwa tukihubiri amani, usimamizi wa haki, usimamizi wa maendeleo na utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo inatija na maslahi kwa wananchi. Ombi langu kwa wananchi wa taifa letu, ombi la kwanza, tutambue hatuna mbadala zaidi ya Tanzania. Hii ni Tanzania yetu na ni moja. Tuilinde kwa wivu mkubwa. Tusikubali kwa namna yoyote watu wowote, aidha wako ndani ya taifa au nje ya taifa, ambao wanahubiri mgawanyiko, wanahubiri vurugu, wanaleta mambo yasiyofaa ndani ya taifa letu. Basi sisi tusiungane nao. Wajibu wetu mkubwa uwe ni kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Na nitasema hapa jambo dogo sana. Changamoto zinapotokea, matatizo mbalimbali yanapotokea, huwezi kuona mtoto wa kiongozi wa chama chochote amepata madhara, au familia zao au wao wenyewe. Wanaoathirika ni watu wa kawaida ambao hawahusiki hata na mambo ya siasa. Sasa niseme tu jambo moja, kwamba vijana, kina mama na kina baba, kila mmoja atumie maarifa na uwezo wa akili Mungu aliyompatia kujua kwamba kama huyu familia yake ipo salama na ananihamasisha nifanye mambo yasiyofaa, ajenda yake ni nini? Nani yuko nyuma yake? Tulinde uhai wetu, tulinde utulivu wetu, na tusikubali kwenda kwenye mambo yatakayochochea vurugu au maandamano yanayohatarisha usalama wa nchi yetu. Maandamano mazuri ni ya kutafuta fedha, kulima kwa bidii, kufuga kwa bidii, kufanya biashara, pengine na kupenda familia yako vizuri. Haya ni maandamano mazuri. Ila maandamano mabaya ni yale ya kwenda kuriski uhai wako na kufanya vitu visivyofaa, ikiwemo uharibifu wa mali za watu wengine. Hilo sio jambo zuri. Hivyo ni waombe sana Watanzania wenzetu na wananchi wetu kwamba tuzidi kuilinda nchi yetu kwa wivu mkubwa. Lakini jambo lingine, kama chama chini ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, taifa letu liko salama. Shughuli za maendeleo zinaendelea vizuri. Mimi mwenezi wa Chama cha Mapinduzi nimefanya ziara mikoa zaidi ya 9 na wilaya karibia 20 na kitu. Watanzania huko mikoani wanafurahia utulivu na amani ya taifa letu. Lakini ukiingia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukahisi labda upo Darfur au upo Afghanistan, namna watu walivyo mabingwa wa kuandika na kupotosha. Na baadhi ya wanaharakati na vyama vya siasa, unakuta mtu mmoja ana akaunti 50. Hizo akaunti 50, kila akaunti inaenda ina komenti kwa kutukana nchi yake. Sasa unajiuliza, muda huo wangetumia katika kuzalisha, pengine wangekuwa mbali zaidi. Lakini wanaharakati walioko nje ya nchi ndio wanaoendesha ajenda za kuligawa taifa. Swali la kujiuliza, huko nje wanahifadhiwa na nani? Wanalipwa na nani? Wanaendeshaje maisha yao? Kama wanapata fedha, ni nani yuko nyuma yao? Sasa haya mambo sio ya kuyashabikia. Mwenzako analipwa, anapokea mshahara, watoto wake wapo Ulaya na nchi zingine, na mke pia. Lakini sisi tuko hapa, hatujakimbia kwetu. Hapa ndio ardhi yetu. Mungu ametupatia ardhi hii. Ni jukumu letu na ni wajibu wetu kuilinda kwa nguvu zote. Tusikubali taifa letu likaharibiwa na watu wachache. Jambo katika kumalizia, tutaendelea na ziara kuanzia tarehe 15 au 16.
ambapo tutakwenda kusikiliza wananchi mikoani na wilayani. Tutakwenda kuangalia uhai wa chama kwa kutembelea mabalozi wetu, na tutakwenda kukagua miradi ya maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa fedha nyingi kuhakikisha miradi ya Watanzania inakamilika. Sasa Chama cha Mapinduzi tupo site. Chama cha Mapinduzi tunakutana na wananchi. Chama cha Mapinduzi kazi yetu kubwa ni kutekeleza ilani ya uchaguzi ambayo tunaamini kwamba mwaka 2030 wakati wa uchaguzi mkuu Watanzania watatuuliza, mlituahidi hospitali iko wapi? Tutawaambia ile pale. Mliahidi barabara, ile pale. Mliahidi umeme vijijini, ule pale. Hiyo kazi inayofanyika leo tutarejea kwa Watanzania, na Mungu akitupa uhai, Watanzania watatuamini na watatuchagua kwa kishindo tena. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya kupeleka maendeleo imefanyika. Wao wanapoendelea kutukana mitandaoni na kufanya harakati, sisi tunajenga nchi na kupeleka maendeleo kwa Watanzania. Sasa mimi niombe sana waandishi wa habari, tunawapenda na kuwaheshimu, ni kiungo muhimu katika maendeleo na uchumi wa nchi yetu. Tuendelee kuhabarisha umma yale mema yote yanayofanywa ndani ya nchi yetu, kwa sababu kalamu zenu zinajenga na kalamu zenu zinabomoa. Lakini waandishi wa nchi yetu, mimi binafsi nawapongeza kwa kazi kubwa mnaoifanya na Mungu awabariki sana. Tuendelee kuhakikisha kalamu zetu zinatoa wino mwema kwa ajili ya taifa letu, ili vizazi vinavyokuja viweze kujivunia kwamba taifa ambalo limeachwa na wazee wetu ni taifa lenye upendo, lenye umoja, lenye mshikamano. Hivyo baada ya kusema maneno hayo, niwashukuru sana na niwaambie kwamba Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan iko salama na kazi inaendelea kwa spidi kubwa. Asanteni kwa kunisikiliza.